Basi twende moja kwa moja kwenye somo langu la leo. Somo langu la leo ni malezi na makuzi ya mtoto. Haleluya. Hilo ndo somo langu. Nataka niwakumbushe wanawake, kwa sababu ni siku ya wanawake duniani. Mwanamke ni mlezi. Sasa huu ulezi unakujaje? Somo la leo, malezi na makuzi ya mtoto. Haleluya. Tunapozaa watoto, hiyo sio kazi. Sisi tunaelewana? Kazi ni kulea nani? Kulea mwana. Sasa hapa kwenye malezi ya mtoto ndo huwa kuna tashtiti kidogo, ndo huwa kuna shida kidogo, wengine tunakwama kidogo. Kwa kuanza, twende katika ile Mithali 22 mstari wa 6. Mithali 22 mstari wa 6. Mithali 22 mstari wa 6 inasema, Amina. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Amina. Mlee mtoto katika njia ifanye nini? Impasayo, naye hataiacha atakapokuwa mzee. Haleluya. Tukirudi kijamii tunasema mtoto umleavyo, mtoto umleavyo. Alafu kibiblia inakuambia mlee mtoto katika njia ifanye nini? Impasayo, naye hatafanya nini? Hataiacha hata atakapokuwa mzee. Lakini tunarudi, mtoto ni nani? Mtoto ni nani? Tunaenda katika nyanja mbili, kibiblia na kijamii. Katika jamii tunaelezwa mtoto ni nani, na katika Biblia tunaelezwa mtoto ni nani. Kijamii tunaambiwa mtoto ni binadamu yeyote aliye na umri chini ya miaka 18. Kwa hiyo kijamii wanasema mtoto ni binadamu yeyote aliye na umri chini ya miaka 18. Na kwa hiyo ndo maana hata ukipelekwa mahakamani wanaulizwa una miaka mingapi. Kwa una miaka 17 unapelekwa jela ya watoto, kwa sababu wewe kijamii na kisheria unajulikana kama mtoto. Lakini kibiblia mtoto ni nani? Kibiblia mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu katika familia. Kibiblia mtoto ni zawadi. Unapopata mtoto basi umepata zawadi, mshukuru Mungu. Haleluya. Tunapoelekea kwenye malezi na makuzi ya watoto, watoto hawa kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 18 wanagawanywa katika makundi makuu matatu. Mwambie mwenzako makundi matatu. Kuna watoto kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 6. Kuna watoto kuanzia miaka 6 mpaka miaka 12, na kuna kuanzia hapo 12 mpaka 18, 19. Haleluya. Hawa ni watoto wenye tabia tofauti, wenye rika tofauti, lakini makuzi yao pia yanatakiwa kuwa tofauti. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Natamani leo mwajue watoto wenu, alafu unakuwa unajiuliza kwenye kichwa chako, mimi mtoto wangu ana miaka mingapi, nimweke kundi gani ili niweze kumlea namna gani? Tunaanza na hawa watoto wenye mwaka 0 mpaka miaka 6. Ni watoto wa namna gani? Ili uweze kuwalea vizuri lazima ujue wako kwenye kundi hilo na wana tabia zipi, wanataka nini. Usipojua huyu mtoto anataka nini, uleaji wake utakuwa ni shida kidogo. Watoto hawa wako kwenye hatua ya awali ya kujengeka, tunaita formation period. Wako kwenye hatua ya mwanzo kabisa ya kujengeka. Wanapitia mabadiliko katika miili yao. Kwa mfano, anaanza kukaa, baadaye anatambaa, ya kujengeka. Haleluya. Tunaiita kwa Kisukuma formation period. Haleluya. Wanapitia mabadiliko katika miili yao. Wanaanza kukaa, wanaenda wanatambaa, wanaenda wanasimama, baadaye wanatembea, wanaanza kukimbia. Hawa ni watu walio katika hatua za awali za kujengeka. Na mzazi anatakiwa katika umri huu umpe huyu mtoto lishe bora. Lishe ya namna gani? Ili kukuza seli zake za mwili ziwe active kidogo. Mtoto huyu wa miaka 0 mpaka 6
anatumia zaidi milango yake ya fahamu katika utambuzi, katika kusikia, katika kugusa, anapenda sana kujitegemea kwa sababu anataka kujijenga. Mtoto wa namna hii, walika hili, anapenda sana kujitegemea. Ndio wale unamkuta sehemu anacheza vikopo, anaweka kamchanga, anajitegemea kwa sababu yeye anataka kufanya nini? Kujijenga zaidi. Anataka kuwa na kautaratibu kake. Katika lika hili ndo anajifunza lugha. Na ndio maana hata mashuleni tunasema umri huu ni mzuri sana kumfidi mtoto lugha, kwa sababu hana kitu kingine chochote. Yeye yuko katika kujijenga. Ukimuini mtoto katika umri huu, umefanikiwa sana. Lakini ni mtoto ambaye ndio anatambulishwa kwenye mazingira yake. Ameingia kwenye mazingira, yuko kwenye mazingira gani? Je, ni ya furaha, ni ya huzuni, ni ya shida, ni ya karaha? Anatambulishwa huyu mtoto kwenye mazingira yake. Lakini mtoto huyu haelewi kitu sahihi na kisicho sahihi. Mwangalie mtoto wako, ajui kitu hiki ni sahihi, yeye anafanya tu. Lakini anajifunza kulingana na anachoona na anachosikia. Mwambie mtoto wa umri huu anajifunza kulingana na anachokiona na anachokifanya nini? Ndio maana watoto wa umri huu ukimkuta anatukana, usimlaumu. Angalia ni mazingira gani anatoka. Yeye anafanya kwa sababu anajifunza na anafanya kutokana na anachosikia na anachofanya nini? Sasa kuna wazazi ambao mtoto anafika miaka 3 na anaanza, mtoto ni mdogo. Sio mdogo. Anajifunza kulingana na anachokisikia na unafanya nini na baba? Unapigwa? Sisi tunaelewana? Na ndio katika umri huu angalia sana hata kwenye TV anaangalia nini. Ukumbuke mtoto wangu katika umri huu anajifunza kupitia kusikia na kufanya nini? Na kuona. Na katika umri huu huyu mtoto anamtegemea zaidi mzazi. Wewe angalia mtoto wako wa umri huu, ukimpiga mama anakuambia nitakusema kwa baba. Baba ukimpiga anamwambia nitakusema kwa mama. Ina maana tegemeo lake liko kwa nani? Kwa mzazi. Yaani mzazi kwake ndio kila kitu umri huu. Haleluya. Kwa hiyo wewe kama mzazi unatakiwa uwe makini sana na anachokiona na anachokifanya nini? Ukimwambia mbwa wewe, anasema okay, kumbe mimi sio binadamu, mimi ni mbwa. Takupiga shenzi wewe, mbwa wewe. Usifikiri hicho ulichokitamka hakijamuingia. Kimeingia na kimeseviwa katika faili. Haleluya. Kuwa makini sana na mtoto huyu kwa sababu anajifunza kupitia nini? Kupitia kuona kwake na kufanya nini? Na ndio maana akiangalia za vita na yeye akitoka nje anatengeneza kanini? Anachukua vimiti na yeye anatengeneza bunduki, anakuambia hicho ndicho alichotoka kufanya nini? Anajifunza kupitia nini? Kuona kwake na kusikia kwake. Kwa hiyo mzazi unatakiwa kufanya nini? Angalia sana mtoto wako anachokiona. Angalia sana mtoto wako anachokisikia. Hicho ndicho kinakwenda kuseviwa katika kichwa chake na atakifanyia kazi kwa namna moja au nyingine. Unakuta mtoto ana matusi makubwa, alafu unajiuliza, mtoto mdogo huyu, mbona ana matusi? Tunakuwa nao shuleni. Unanielewa? Sisi walimu tunakutana na watoto wa namna hii. Haleluya. Unakuta mtoto anamchukua mwenzake anamweka mbele, alafu unajiuliza huyu mtoto amekitoa wapi? Mtoto wa miaka 4. Ina maana kuna shida katika mazingira yake ya makuzi. Aidha ameshuhudia kwa watu au ameangalia kwenye TV. Haleluya. Na ndio maana sasa hivi katika makuzi yao kuna katuni nyingi sana zimekuja. Usinunue tu katuni ukaenda kumwekea mwanao kabla wewe hujaikagua. Haleluya. Zile katuni sasa hivi zinakuja, unaiona ni Tom and Jerry, lakini ndani yake wamechomeka vijitu ambavyo si vya kawaida. Sasa wewe mzazi umeenda mchomee Tom and Jerry. Mtoto wangu nataka atulie kwenye TV na ananisumbua yule mtoto. Unaamini ni Tom and Jerry ya mwaka 90. Hii ni ya mwaka 2026. Mwambie Tom and Jerry ya mwaka 2026 haijawahi kumwacha mtu salama. Kwa hiyo ni vizuri kumwekea mtoto katuni, lakini kagua kwanza wewe mzazi. Je, mwisho iko salama kwa makuzi na malezi ya mwanao? Haleluya.
Kuna kitu mmekipata hapo? Wangapi wanasema hapo tumekuelewa mwalimu? Mimi ni mwalimu, sijawahi kumwacha mtu salama. Haleluya! Najivunia kuwa mwalimu. Nilimfundisha Rania, nikamfundisha Mage, wananijua vizuri nikiwa darasani. Haleluya! Kwa kifupi, mtoto wa 0 mpaka 6, nani amenielewa? Tujitahidi sana kuwalea watoto hawa, wako katika hatua za awali za kujengeka na kujifunza. Ukiweka mzizi mzuri hapo, akiingia kwenye miaka 7 anakuwa mtu mzuri. Haleluya! Tutoke kwenye miaka 0 mpaka 12. Nimeongea kwa kifupi sana, lakini mambo yao ni mengi. 6 mpaka 12 ni watoto wa namna gani? Mwangalie mwanao alafu ujiweke, mimi mtoto wangu yuko kwenye kundi gani? Ni 0 mpaka 6 au tunaenda kwenye 6 mpaka 12? Ukishapata jibu, basi nenda kayafanyie kazi. Mtoto wa miaka 6 mpaka 12 anapata mabadiliko makubwa ya kimwili na kiakili. Usimpuuze mtoto huyu. Ni watoto welevu. Sasa anaanza kupata mabadiliko ya kimwili na kiakili. Haleluya! Wako pale nyuma wananisikiliza vizuri. Wanapata mabadiliko makubwa ya kimwili na kiakili. Tuanze na kimwili. Kimwili wanapata mabadiliko gani? Watoto wengi wa umri huu miaka 6, miaka 7 ndo wanaanza kutoka meno, mapengo. Haleluya! Wangapi wana watoto wa miaka 6 hapa 7 hapo? Wanaanza kutoka meno kwenye umri. Ndo haya tunasema wanaanza kupata mabadiliko ya nini? Ya kimwili. Miaka 6, 7 hapo anaanza kutoka meno, mapengo. Akifanya hivi haya yote hayapo. Haleluya! Lakini kimwili pia anaongezeka mwili. Huu umri wanaanza kutanuka sasa. Wanaanza kuongezeka. Afya yao inaanza sasa kuimarika. Wanaanza kuota nywele zile za ukubwani. Kuna vile vinywele vya utoto sasa vinaondoka, halafu sasa anaanza kuota nywele ambazo ni strong, zile za watu wazima. Sasa ni umri huu ndio nywele. Yaani miaka 5, 6 vile bado vinywele vya utotoni. Akifika 6, 7 ukimnyoa utaona nywele zake zinaanza zimekomaa, ndio umri huu. Lakini anapenda kula. Miaka 6 mpaka 12. Haleluya! Pale nyuma mnapenda kula nyie. Haleluya! Hayo ni mabadiliko baadhi ya kimwili utayaona kwa mwanao. Lakini akili yao, wanaanza kupata mabadiliko ya kiakili. Watoto wa kuanzia miaka 6 mpaka 12 wanaanza kuwa wadadisi. Mama, unaenda wapi? Kwani baba amekufanyaje? Kwani mwalimu alisemaje? Kwani nini? Wanakuwa ni wana maswali mengi. Ukiona mwanao ana maswali mengi, tafadhali mjibu, usimcrush. Kuna wazazi wengine mtoto anakuja tu anakuuliza vizuri. Hivi mama, maji yakimwagika kweli tunaweza tukayazoa? Atoka hapa na wewe, kwani una akili? Wewe maji yakimwagika yanazorekaje sasa? Mjibu tu. Anajengeka huyu kiakili. Anakuwa ni mdadisi, anadadisi kila kitu. Hapa tunawekaje TV? Hapa tunawashaje? Hivi tunabonyeza wapi? Hivi hapa ni kinani si nazima? Hii nani? Hivi hilo dishi mlioweka chini sasa. Kwa hiyo linafanyaje sasa? Yaani wanakuwa na vimaswali vingi. Tunaelewana? Kwa sababu umri huu wanaanza kukua sasa, wanaanza udadisi. Hayo ni mabadiliko ya kiakili. Lakini wanapenda sana kuchunguza. Mama amevaaje? Baba ametokaje? Kwa nini hiki? Kwa nini kile? Imekuwaje? Imefanyaje? Ni wachunguzi sana watoto wa umri huu. Lakini wanapenda kuchangamana na wenzao. Wanapenda sana kucheza. Aende kwenye mpira, arudi warukeruke, afanye, yani anapenda kuwa na wenzake, ajichanganye watoto wa umri huu. Lakini anapenda sana watoto wa umri huu ndo wanapenda sana kutembea. Mama, twende bichi. Mama, tunaenda lini mjini? Umri huu. Usimkatalie.